Ushauri huu umetolewa na manahodha wa majahazi ya uvuvi wakati wanaongea na EATV kuhusu uwepo upepo mkali kwenye bahari hiyo. Lakini hali ya hewa kusema kweli ilikuwa ni mbaya sana, upepo ulikuwa ni mkubwa sana. Mnafahamu, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu mpaka tumefunga safari, mpaka tumefika hapa bandari ya Feri. Sisi tunamshukuru Allah. Natafuta hata sehemu tuseme sehemu ya kisiwa ambapo kwa kwamba pamesinza kwamba hapaingii upepo, naamua kuweka nanga, mnafahamu naamua kutulizana mpaka upepo upungue yani. Huu upepo sasa umetustukiza tu ghafla, tukutambua kama kuna upepo. Lakini baada ya kurudi kazini ndio tunapewa taarifa kuwa umetangazwa siku 5. Sawa, kwa kuwa umetangazwa siku 5, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumejiandaa sawa kukabiliana nao huu upepo. Tutaangalia hali ya hewa. Kama hali ya hewa inaturuhusu tutatoka, kama haituruhusu tutabaki kulinda usalama wetu na wavuvi wetu. Hadhari kubwa ni wavuvi kukawa sawa na boti, wasikae kwenye pembeni kwenye maji. Hadhari tunaangalia hali ikiwa mbaya zaidi narudi nyumbani. Sisi tukiona upepo umezidi zaidi kabisa zaidi, naambia boti usilete juu, acha boti kwenye nanga na kwenda nyumbani ndapumzika. Ndio haya. Kwa upande wake afisa uvuvi katika soko la samaki Feri, Abedi Shamte, anaelezea tahadhari wanayochukua kipindi cha hali mbaya ya hewa. Msingi sisi tunayo boti hapa ya uokoaji, lakini pia wako wenzetu hapa ambao tunafanya nao kazi kwa kushirikiana, watu wa Red Cross wako na boti pia ya uokoaji. Lakini si hivyo tu, sisi hapa tumezungukwa na taasisi za ulinzi na usalama ikiwemo Marine Police ambao wako na speedboat nzuri tu, na ni watu ambao tunafanya nao kazi kwa ukaribu sana. Kwa hiyo panapotokea changamoto yoyote huwa tunawasiliana nao kwa haraka na wao wamekuwa wakitoa mwitikio. Aidha, mamlaka ya hali ya hewa TMA ilitoa taarifa ya uwepo wa upepo mkali na mvua kwa siku kadhaa. Mtaalamu wa hali ya hewa Dr. Alfred Komowe anafafanua zaidi. Mamlaka pia tumetoa angalizo la uwepo wa upepo mkali ikiwa unaambatana na mawimbi makubwa baharini, hasa kwa pwani zote mbili, pwani ya kaskazini huku bahari ya Hindi, pwani ya kaskazini na pwani ya kusini, kwamba hali hiyo tunaitarajia pia kwa siku ya leo, kesho, lakini kwa siku ya kesho kutwa ambapo ni Jumatano, hali hiyo tunatarajia itaendelea kwenye huku pwani ya kusini kwa maana ya Lindi na Mtwara. Hivyo basi watumiaji wa bahari, wale wenzetu ambao wanafanya shughuli kwenye bahari ya Hindi, wavuvi, wasafirishaji, basi nao wachukue tahadhari stahiki. Watumiaji wa bahari wameaswa kufuatilia taarifa za mara kwa mara za mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA ili kuweza kuchukua tahadhari ya madhara yanayoweza kutokea kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Nikiripoti kutoka soko la samaki Feri hapa jijini Dar es Salaam, jina langu Mariam Shabani wa EATV.